Imekuwa ni kawaida ya wadada wa mjini kuvaa nguo fupi na hii hapa imekuwa kama fashion. Sasa leo kuna kitu nataka nikusanue kuwa hawa ndio wanawake wa kwanza kuvaa nguo fupi shorts na kuacha mapaja wazi. Ilikuwa ni mwaka 1937. Katika tukio hilo waliwafanya wanaume wengi kuwashangaa kwa shauku. Karibu katika somo la leo. Pendo rafiki, somo la leo linaitwa Mungu anapokuwa anakimbia hekalu lake. Mungu anapokuwa anakimbia hekalu lake. Tunapojifunza kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 8 na lile fungu la 6, Ezekiel 8 fungu la 6, neno la Bwana linasema, akaniambia, mwanadamu, je, umeyaona wanaoyafanya, yaani hayo machukizo makubwa wanaoyafanya nyumba ya Israeli hapa, hata niende zangu mbali na patakatifu pangu? Mungu anamwambia Ezekiel kwamba umeyaona haya wanaofanya wana wa Israeli, yaani machukizo wanaofanya katika patakatifu, na anasema kwamba hata aende mbali na patakatifu pake. Kwa hiyo machukizo yanapofanywa katika hekalu la Mungu, Mungu anaondoka. Uvumilivu wake unafikia mwisho, anaamua kutoka. Hebu tuende katika kitabu cha Mathayo sura ya 23. Mathayo 23 fungu la 38. Angalieni nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Angalieni nyumba yenu mmeachiwa hali ya nini? Ya ukiwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinafanya Mungu kuweza kuondoka katika hekalu lake. Anahama. Na vitu hivi ndivyo tunakwenda kuangalia vitu viwili tu kwa leo. Siku nyingine tutaangalia vitu vingine. Tunapojifunza kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 3 fungu la kwanza, neno la Bwana linasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama ni watu wa tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Mtume Paulo anawaambia Wakorinto kwamba akusema nao kama watu wenye tabia ya nini? Ya rohoni, bali alisema nao kama watoto wachanga, lakini pia amezungumzia hapa kama watu wa tabia ya mwilini. Kwa katika Biblia, katika Ukristo kuna watu wa aina kuu mbili. Kuna watu wanaitwa watu wa tabia ya rohoni, kuna watu wanaitwa watu wa tabia ya mwilini. Sasa sifa ya watu wa tabia ya rohoni na mwilini ni moja tu. Tuisome kwenye kitabu cha Warumi 8. Warumi 8 fungu la 9. Fungu la 9 tutaruka, tutasoma na fungu la 14. Anasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali muifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Fungu la 14 anasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo watu wanaongozwa na Roho Mtakatifu, hao ndio watu wanaoitwa watu wa rohoni. Watu ambao hawaongozwi na Roho Mtakatifu, hao ndio wanaitwa watu wa mwilini. Sasa utofauti kati ya mtu wa mwilini na mtu wa rohoni ni kwamba huyu wa rohoni kajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Kristo anakaa ndani yake, na yeye ndani ya nani? Ya Kristo. Huyu mtu wa mwilini, Roho Mtakatifu hayuko ndani yake. Ndio maana unaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 fungu la 20, anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa hiyo Yesu yuko nje. Kuna watu Yesu yuko nje, anagonga, anatamani kuingia, na Yesu anaingia ndani yetu kupitia Roho wake, Roho Mtakatifu. Sasa kuna watu ambao Yesu yuko nje, anagonga, anataka kuingia, lakini pia kuna watu ambao
Yesu yuko ndani. Sasa hawa ndio wanaitwa watu wa rohoni. Watu wa mwilini, Yesu yuko mlangoni, anabisha hodi hodi kwa njia mbalimbali. Sasa hawa watu wa rohoni, neno la Mungu linatuambia kwenye Wakorinto wa kwanza fungu la 16, anasema hamjui ya kuwa ninyi imekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kwa hiyo huu mwili ni hekalu la Mungu, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lipo ili Roho Mtakatifu akae ndani yetu, Mungu akae ndani yetu. Ndio maana wana wa Israeli wakiwa wanasafiri waliwaambiwa wajenge patakatifu ili Mungu aweze kukaa katikati yao, kwenye Kutoka 25 fungu la 8. Tusome sura ya 6 fungu la 19, anasema hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Kwa hiyo sisi, huu mwili ni hekalu la Mungu. Kwa kuna vitu ambavyo vikiwekwa ndani ya miili yetu, Roho Mtakatifu anaondoka. Sasa tunakwenda kuangalia jambo ambalo ni jambo mojawapo ambalo linamuondoa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Na hem, tuone kwenye kitabu cha Petro wa kwanza 3 fungu la 3, neno la Bwana linasema, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Twende kwenye Timotheo pia. Timotheo wa kwanza 2, tuanze fungu la 9. Tuanze fungu la 9, nasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za gharama za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Kwa leo tunazungumzia mavazi na kusuka nywele. Haya mambo makubwa mawili, mavazi na kusuka nywele, zinaweza zikamuondoa Mungu au zikamuingiza Mungu. Mavazi ya sketi fupi zinamuondoa Mungu kwenye hekalu lake. Mavazi ya kujisitiri yanamkaribisha Roho Mtakatifu katika hekalu lake. Sasa Roho wa Mungu anapotoka, roho inayokuja ni roho ya Shetani. Kwa kuna vitu vinavyomuondoa Roho Mtakatifu katika hekalu lake. Hivi vitu ni kusuka nywele, kimojawapo. Cha pili ni mavazi. Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwa mtu ambaye amevaa mavazi ya uchi, wanaonesha mapaja yenyewe kama ya njiwa, hata sisimiza na paja. Kwa Roho Mtakatifu anakaa sehemu safi. Sasa tunaishi kipindi ambapo mavazi yamekuwa ni sehemu ya kuwavuta watu kwenda kwa Shetani. Na wachungaji, hivi kabisa mtu anasimama mbele ya kanisa hivi, alafu amkemei. Hivi vyama ambavyo watu wanaenda kufundishwa kuvaa mavazi kama haya, hivi vina lengo kweli la kuwapeleka watu mbinguni? Hivi vyama kama kusudi lake ndio kuwafundisha watu kuvaa mavazi ya uchi kama hii, ni heri hivi vyama vipotee mbali. Tunaishi katika kipindi cha hukumu ya upelelezi, ambapo amri ya Jumapili inakaribia kutangazwa, na itakapotangazwa tu
Wale wote ambao bado watabaki na mavazi na misuko, mwisho wao ni hapo hapo. Kwa nini? Hii misuko ilikuwa inahusisha habari za miungu. Wanawake walikuwa wanasuka, wanaenda kwenye ibada zao za miungu, au kwa jina ambalo nimekuwa nikikufundisha, Egyptian Cobra, na nimekuwekea picha yake hapo, unaweza ukamwona. Kwa hiyo walianzisha utaratibu wa kusuka nywele kama kielelezo cha ibada ya nyoka. Kia picha hapo, unaweza ukaona kila aina ya mtindo unaosukwa na wanawake katika nyakati hizi ulianzia kwa miungu. Hebu angalia hizi picha, alafu nitaeleza. Nafikiri umeona na kutambua ya kwamba hakuna jambo jipya duniani. Ngoja nikurudisha nyuma kwenye historia ya mapambo. Sasa sisi tumezipokea tu, na unakuta wengine ni wake wa wachungaji, na wachungaji wanasifia. Wachungaji, kemeheni haya mambo, la sivyo nyinyi motoni. Na hao ambao mnawasifia wamevaa mavazi ya uchi kama hivi, nao motoni msipotubu. Sasa hivi usabato umepoteza kabisa uhalisia wake kwenye mavazi. Wapo wanawake wanaojiheshimu, wanavaa mavazi nzuri, kapendeza. Tuelekeze watu mavazi yanayostahili. Tusisifie vitu ambavyo vinapoteza watu kwenda katika uzima milele. Tunaishi katika kipindi ambapo tunapimwa mavazi, muonekano, nini. Jina kwa jina linapitiwa. Sasa jina lako linapofikia umevaa sketi fupi kama hii, umesuka misuko kama hii ya miungu mingine, aisee, Roho Mtakatifu anachomoka. Waadventista Sabato, sisi ni nuru ya ulimwengu. Hatuwezi kuwa nuru kwa namna hii, maana hii sasa sisi ni giza. Hatuwezi kumulika angani. Ikiwa watu wa mataifa wanavaa hivi, ona hivi, watu wa kanisa nao wanavaa hivi, tunaenda kuhubiri nini? Akitokeza mtu akakemea, utaambiwa ameishiwa mahubiri huyu, au ni mwasi huyu. Wachungaji, Mungu amewapa jukumu la kuweza kuongoza watu katika uzima milele. Kama kazi ni kukusanya michango ya makambi tu na michango ya kutuma conference, lakini amkemei dhambi kama hizi, I say, msipotubu motoni siku ya mwisho. Utakuta mwanakwaya kasimama pale mbele, kavaa nguo fupi, anaimba mpaka anafanya hivi. Msema hivi, huyu ni Roho Mtakatifu anapanda au anashuka? Kumbe pepo liko ndani, pepo la kuimba kwaya, pepo ambazo zinaimba nyimbo za vitabuni. Yaani unaangalia huyu, Mungu anatupenda. Katika dakika hizi za mwisho tufanye mabadiliko katika safari yetu kwenda mbinguni. Haya mambo ambayo tunayasema sisi ni wajumbe tu. Hatukupenda kusema haya, lakini Roho wa Bwana anatusukuma kusema. Kwa kama anatusukuma kusema, ni lazima tuseme ili safari iweze kwenda mbele. Bwana akubariki. Karibu katika somo lijalo ambalo tutazidi kujifunza zaidi habari za Mungu. Bwana akubariki.